Bwana we, ukistaajabu ya Musa, jiandaye kukutana na ya Firauni, pale mwanadada mmoja alipojifungua mtoto mwenye sura ya mzee wa miaka 80. Mtoto huyo alikuwa kwa miujiza na vilevile alishangaza watu wengi kwenye ukuaji wake, maana kila alipokuwa ndivyo alikuwa anatoka katika uzee na kurudi katika utoto. Yaani alianza mbele na kurudi nyuma maisha yake, na kila siku alizidi kubadilika. Lakini Mungu sio Asumani wala Mungu sio Bashiru, maana alipitia mambo mengi. Naomba ufatane na mimi DJ wako mitamboni kwenye bonge la story hili hapa. Nataka twende pamoja kamjue Benjamini na maisha yake yote. Historia inaanza hospitali akiwa dada mmoja ama bibi mmoja ambaye amelala kwa jina ambalo anaitwa Daisy, na hapa nesi alikuwa anampa huduma ya kwanza, lakini nesi alitumwa na bibie Daisy, lete backbook hiyo ndogo hapa ni kuelekeze ina kitu gani. Ile diary ndogo ambayo iko pale ilikuwa na historia kubwa ya mtoto mmoja ama kijana mmoja ambaye anaitwa Benjamini, na bibi huyu akaturudisha kidogo tumfahamu Benjamini ni nani. Akaanza kutuambia mwaka 1900 huko katika vita ya kwanza ya dunia. Hapa anaonekana bwana mmoja akirudi nyumbani kwa furaha, na hapa hali ya mke wake haikuwa nzuri sana, na alimkuta mkewe yuko na hali mbaya kwa sababu ametoka kujifungua katika njia ambazo sio salama. Lakini mke kabla ya kukata roho alimwambia bwana mkubwa, hakika tafadhali mlee vizuri huyo mtoto. Na bwana alipomwona mtoto yule alipata taharuki kubwa kutokana na mtoto yule na muonekano wake ambao alikuwa anaonekana. Ikabidi atake kumtupa katika mto mkubwa wa maji, lakini jamaa hapa roho yake ikasita na baadhi ya askari alimuona. Kwa hiyo mchizi aliogopa kukamatwa na askari kwa ajili ya kuua mtoto. Alikimbia na ule mtoto mpaka katika nyumba moja ya kulelea watoto yatima na kumwachia hela kama milioni 100, na baada pale dogo akateleza. Hawa watu kutoka nje, Queen na mume wake, wakawa wameangalia na pale na kuona kama kitu kimewekwa nje. Wakasema hakika huyu ni mtoto, lakini walipomwangalia walishika adabu yao, maana mtoto yule alikuwa anaonekana sio mtoto wa kawaida, yani ni mtoto ambaye kama ana laana. Na Queen alilijua swala lile, akasema kwa sababu ya muonekano wako huu wa uzee ama wa utu uzima, ndo maana wazazi wako wamekutelekeza. Na hapa ilibidi amwite dokta aje kumwangalia vipimo. Dokta yule alimwambia mbona mtoto huyu hana shida yoyote, labda shida ni huu muonekano wake, ndo maana wazazi wake wamemtelekeza. Queen akasema basi sawa, na iwe siri, na ikiwezekana siri hii asijue mtu mwingine, mimi mtoto huyu nitamkuza kwa kadri niwezavyo. Na kweli Queen alianza safari ile ya matunzo ya kumlea huyu mtu, lakini hapa kukawa na shida, nani atatoa jina kwa huyu mtoto. Wazee wakaanza kutoa jina, mtoto analia. Wazee kila kitu jina, mtoto analia. Lakini mama mmoja akasema huyu aitwe Benjamini, na Benjamini akafurahi, na mtoto kuanzia siku hiyo wakampa jina la Benjamini. Baada ya miaka mingi kupita, na Benjamini alikuwa mkubwa kidogo wa miaka kama 9 ama 10, lakini hapa kutokana na hali yake na mwili wake ukionekana kiutu uzima, ikabidi wampe kiti bwana cha kutembelea. Na Benjamini alikuwa anapenda michezo yote ya kitoto, na kutokana na akili yake bado haijakaa sawa, na mwanamama huyu Queen alojitolea kumlea Benjamini kama mtoto wake mwenyewe wa kumzaa. Hapa leo ilikuwa Benjamini anasherekea miaka kadhaa ya kuzaliwa, na mchungaji na baadhi ya watu wengi walikuwa tayari, wengine umri ushaanza kwenda kuzeeka, wamekufa. Lakini hapa leo Benjamini akawa anapigwa makofi na kuambiwa happy birthday to you. Benjamini akaanza kutembea mwenyewe, lakini hapa kuna mwanamama mmoja naye kweli ni mtu mzima, lakini hapa anamtambulisha Benjamini kwa mtoto mwenzie ambaye anaitwa Daisy. Daisy ndio yule mama aloanza kutupa kisa hiki na kutuelezea ambayo yuko kitandani pale mwanzo wa picha yetu. Daisy ndio anatupa mkanda wote Benjamini na misukosuko yote alopitia. Hapa Benjamini kuna siku moja alikuwa yuko usiku, na hapa alikutana na Daisy, wakaanza kuongea. Kwa hiyo umri ukiangalia na Daisy ni umri wao uko sawa, lakini sura ya Benjamini ni kama mtu mzima wa miaka 100, kumbe ni mtoto mdogo tu wa miaka 6 ama 8. Kwa hiyo Benjamini yeye ameanza utoto, ameanza uzee, na huyu Daisy yeye ameanza utoto. Kwa hiyo ni vitu viwili ambavyo tofauti. Lakini mama huyu baada ya kumkuta Benjamin yuko na msichana huku ndani, akamwambia haiwezekani wewe na msichana huyu mkae huku mpige story, ya maana huyu yeye ni mtoto wa kike na wewe ni mtoto wa kiume, kuna mambo yanaweza kutokea tofauti. Na wengine kutokana na umri wa Benjamin wakawa wanamuogopa, wakaona kama huyu mtoto ni laana.
maana binadamu gani unatoka uzee na kurudi ujana? Yaani mtu alozeeka na kurudi tena miaka kifupi sio poa. Lakini hapa Benjamini akifundishwa namna gani ya kupiga piano na dada mmoja ambaye alikuwa anaitwa Hawa alimfundisha Benjamini, lakini siku ilipofika asubuhi yake, Benjamini kila siku anapozidi kuwa na hali ya uzee inazidi kutoweka na anarudi kama mzee wa miaka fulani hivi. Hapa Benjamini alikuja kuomba kazi, mzee wenzie wakiwa hapo wanaomba kazi. Lakini jambo la ajabu lilimvutia ujamaa. Baada ya Benjamini kusimama, akaonekana yeye bado mzee, lakini nguvu anazo, na kwa kuwa walitaka mtu wa kufanya nayo kazi kusaidia katika jahazi yao, ikabidi Benjamini apate nafasi hiyo ya kufanya kazi. Benjamini alijisikia raha na furaha sana, na kaanza safari za Zanzibar, Mombasa, Nairobi, kwingine kote. Na kitu kizuri Mungu alimjalia Benjamini, nahodha alimfanya mwanae sana ama swaiba wake. Lakini walipotoka na nahodha wake katika matembezi yao ya hapa na pale, inaonekana jamaa mmoja ambaye alimwambia Benjamini, nahitaji nikakupe unywaji. Huyu kama mnamkumbuka vizuri, huyu ni baba yake Benjamin Harari wa kumzaa, na huyu baba ndiye ambaye alimtelekeza Benjamini. Lakini kutokana na mzee ni mtu mashuhuri sana katika jiji hili hapa la Uingereza, akamwambia, mimi nina story ndefu kubwa sana ambapo mke wangu alipoteza maisha na kupoteza familia yangu kipindi hiko cha nyuma. Benjamini aliongea naye sana, na huyu jamaa alimsihi sana kuhusu familia, yaani anasema anajutia na ataendelea kujutia. Na hapa akamchukua Benjamini mpaka eneo ambalo Benjamini anakaa, na mzee huyo alimwacha mwanae na kuondoka na kumwambia, bwana, jambo lolote litakapokuuzi ni cheki. Baada ya miaka mingi kupita, Daisy sasa hivi amekuwa mdada, yaani ni mdada mkubwa. Na hapa leo alimwomba kapteni wake, bwana, anamuomba Daisy aje kushangaa ndani ya boti yetu. Kweli napofika huku chuoni kwao, yule mwanamama mmoja ambaye alikuwa anawalea mwenye asili ya kizungu alifariki dunia, na mchizi hapa Benjamini alikuja mpaka chuoni kwake na akamwambia, jamani, kwanza leo mimi nitakuwa nipo katika jahazi, sitakuwa nalala hapa chuoni. Lakini kipinda na waga, Daisy alikuja tena na kumkimbilia Benjamini na kumwaga na kumpa baraka zote Benjamini aendapo. Daisy alivutiwa sana kimapenzi na Benjamini, kwa sababu kila siku unavyozidi kwenda Benjamini anarudi kuwa kijana, yaani huyu ameanzia uzee na kuja kijana, tofauti na binadamu wengine ambao tunaanzia utoto kuja ujanani na kwenda uzeeni, lakini huyu ameanzia uzeeni na kuja kijana na kurudi utoto. Haya, tunaendelea story yetu tulipoishia. Benjamini hakiwa na mambo mengine, na hapa leo alijisikia aje kupata mvinyo wa maji baridi, lakini kutokana nchi yao kipindi hiko kinasumbuliwa na masuala ya vita, Benjamini anaonekana aliogelea sana na kutokuchoka, kwa maana hata serikali yake ya nchi yake ilimtaka Benjamini kuwa kiongozi ama kuongoza baadhi ya vitu. Na siku moja Benjamini alipokuja hapa alikuta barua, lakini barua ile ililetwa na viongozi wakubwa wa nchi. Kutokana na maathi na baraa ambazo zinaendelea hapa, Benjamini ikamtaka yeye ajiunge na kikosi cha serikali, na hapa leo alikabidhiwa muhuri wa ukapteni na hela nyingi za kutosha. Benjamini akaendelea na kufanya mambo mazuri na nchi ikamwelewa na watu wakaanza kumjua. Lakini Benjamini kila siku zinavyozidi kwenda, Benjamini anarudi kuwa mtoto. Licha vita nyingi, lakini Benjamini alikuwa mbaya sana kwenye kuendesha chombo, yaani anaendesha chombo kama ana akili vizuri. Lakini leo nahodha wake ama mwalimu wake ambaye alimpokea vizuri, naye yupo katika hali mbaya baada ya kupigwa risasi, lakini bila jitihada ambazo hazijulikana vizuri na kuwaje maisha ya huyu nahodha, lakini nahodha anapoteza maisha. Wakati ni wa vita, ni mambo magumu. Benjamini akajikuta anaingia katika upweke ambao hajautegemea kumpoteza kijana mwenzie ama kumpoteza bosi wake, na leo alirudi nyumbani, na hapa leo walimkumbatia kwa furaha. Lakini Benjamini sasa anazidi kurudi mdogo. Queen hakushangaa sana na alifurahi sana, na kumwambia, tulikuwa wakati wote tunakuombea urudi salama, na kweli Mungu amekurejesha salama. Lakini hapa tena Daisy anamuona tena na alikuja kwa furaha, na yeye Daisy alimjua Benjamini, na hapa leo alitoka out.
Benjamini anazidi kuwa handsome na handsome wa kuvutia, maana mtu alianza uzeeni na sasa karudi kijana, na kila siku inavyozidi kwenda anazidi kuwa mtoto. Hapa baba yake mzazi leo yuko na hali mbaya, anatembelea magongo, amemwita tena huyu kijana hapa na kumtembeza ndani ya nyumba hii. Lakini bwana mdogo baada ya kutembezwa sana ikabidi amuulize mzee, haya yote unaniambia kwa sababu gani? Anamwambia, angalia, yote nakwambia kwa sababu wewe ni mtoto wangu. Leo baba ametoboa stori na siri nzito ambayo alificha kwa miaka mirefu, na ikamwambia, Benjamini mwanangu, nisamehe sana, nilikutelekeza kwa sababu nilikuwa sina uwezo wa kukulea ama uwezo wa kukutunza, na ndio maana nikakupeleka pale ukalelewe. Benjamini alijisikia vibaya sana siku hiyo, na alikuwa mpweke zaidi na zaidi, na mawazo mengi yalimtatiza ndani ya kichwa chake. Yaani alikosa muda, akakosa furaha. Lakini Benjamini hakumtupa baba yake kwa mambo yake baba yake ambayo ameyafanya, na akamchukua baba yake na kuanza kumlea. Maana baba sasa hivi ameshakuwa mtu mzima, na babake alipofariki dunia, Benjamini alikaa na kilio kikubwa kwa sababu baba yake amemjua juzi tu na baba yake tena amefariki. Hapa zinakuja habari kwamba Daisy amepata matatizo. Yaani Daisy yeye alikuwa anacheza ule mchezo wa kudansi kwa kutumia vidole, na amepata tatizo kidogo kwa kuwa Benjamini alimkataza sana Daisy asifanye michezo yake ya hatari, lakini Daisy kutokana na kipaji kiko moyoni alishindwa kabisa kuelewa. Na Benjamini hapa alimwambia, basi sawa, nimekuja kukuona, tutaonana Mungu akipenda. Benjamini anazidi kuwa kijana handsome boy, kijana wa kuvutia, na kutokana kwao kulikuwa na hela nyingi ambazo kachiwa na marehemu babake. Kwa hiyo aliendelea kutembea na kutembea na kutembea. Lakini hapa siku moja Daisy alikutana tena na Benjamini, na mwisho wa siku wakajikuta wanaingia katika mapenzi, kwa sababu Daisy alianza kumpenda Benjamini kabla Benjamini hajakuwa hivyo. Kwa hiyo wakaendelea wakaishi na wakafanya mapenzi mengi na kudumisha mapenzi yao, na mwisho wa siku Benjamini hapa wanakuja katika msiba wa yule mwanamke ambaye alikuwa anaitwa Queen, mwenye asili ya Kiafrika ambaye alipoteza maisha. Baada ya msiba kupita, Benjamini pamoja na Daisy wakafungua shule kubwa ya kufundisha watoto jinsi gani ya kucheza mchezo wa katuni. Mtu mzima akaona chukue picha za ukumbusho, yaani yeye na Daisy wakapiga picha, na kwa kuwa tayari walishaingia katika penzi mubashara, Benjamini akawa na wasiwasi. Akamwambia, sasa umeshika mimba, utatuleaje mimi na mtoto? Akamwambia, hakuna shida, nitawalea wote wewe na mtoto wako. Benjamini alikuwa anahofia kwa sababu anajua kila atapozidi kwenda na yeye anazidi kuwa mtoto. Hapa siku moja ilipofikia wakati wa kujifungua, kweli Daisy alijifungua mtoto na wakampa jina ambalo linaitwa Carolina. Ndo hapa Daisy tunarudi wakati wa kwanza ambao kumbe anamhadisia huyu wa mbele tunamuona hapo ni mtoto wa Benjamini, na alitaka mwanae asome kwa kitabu ajue historia yake kubwa sana baba yake na maisha ambayo amepitia yeye na mama yake. Na hapa baada kidogo kuvuta sigara yake na kuweka kichwa vizuri huyu mtoto, ikabidi tena Daisy atuendelee. Kweli walipata mtoto, lakini alishindwa kukaa hapa. Na siku moja Benjamini baada ya kuona dayari mama anaiandika, akaona kumbe ni siri mama anaandika, basi acha kidogo isiri mwanangu aikute. Benjamini alichukua pesa na kuziweka nyingi ndani ya mfuko, na yeye kuona bora awaache familia yake kwa sababu anaogopa kumpa mtihani mama mtu, na akamwambia ukiweza wewe olewa. Basi Benjamini alitembea India, akaenda China, akaenda wapi yote kutembea na kuweka akili yake, lakini anapopata wasa alikuwa anatuma hela. Hapa siku moja Benjamini anarudi nyumbani, anamkuta Daisy, na hapa mwanae Carolina anakuja, lakini Daisy alishindwa kumtambulisha mtoto wake, na hapa akamtambulisha tu mume wake mpya, na huyu mtoto akaondoka na babake wa kambo, akabaki Daisy na Benjamini. Ukimya mzito katawala. Lakini baada ya miaka mingi kupita, Daisy kuna simu anaipokea hapa na kuna mahali anakwenda, lakini alikuwa moja kwa moja anaenda kwa Benjamini, na Benjamini alikuwa tayari ashakuwa mzee, lakini mzee huyu anaonekana na sura ya kitoto kabisa. Na kwa kuwa umri ushaenda, Benjamini alikuwa amepoteza kumbukumbu katika umri mdogo, na maana hakumjua Daisy. Hapa alimchukua Daisy, alimchukua Benjamini na kutaka kumlea, lakini kila siku inavyozidi kwenda, Benjamini akazidi kushuka chini na kuwa mtoto. Hapa bwana, shuka chini usijitose huko. Basi Benjamini akazidi kuwa
mtoto, na mwisho wa siku akarudi tena mtoto kabisa, yani mchanga, na maana Benjamini alikufa mikononi mwa Daisy. Na hapo ndio ukawa mwisho wa maisha ya hadithi ambayo tunapewa. Huyu mtoto Carolina baada ya kutoka tu kidogo na mamake Daisy naye anakata maisha. Yani hakuna kinachoumbwa duniani kikabaki kwa mzima. Kikubwa tuishi kwa adabu na kupendana. Ukiwa mzee utakufa, ukiwa kijana utakufa, na ukiwa mtoto utakufa. Chao.